Kaimu kamanda wa brigedi ya Urusi ya Bahari Nyeusi Firiti aliweza kuripoti kwa rais wa Urusi Vladimir Putin ya kwamba vikundi vilivyotawanyika na wanajeshi binafsi wa jeshi la Ukraine wanaopigana katika jimbo la Kursk hivi karibuni wataharibiwa. Shirika la habari la RIA Novosti kutoka nchini Urusi imeweza kuripoti hivyo katika saa chache ambazo zimekwisha kupita. Tamko hilo linapingana na ripoti ya awali ya msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ya kwamba vikosi vya Urusi vimefanikiwa kuchukua tena eneo la Kursk, eneo la mpaka wa Urusi ambalo lilishikiliwa na vikosi vya Ukraine tangu mwezi Agosti mwaka uliokwisha kupita. Kwa mujibu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alisema mapigano makali mjini Kursk bado yanaendelea katika jimbo hilo. Wanajeshi wetu wanaendelea na shughuli za ulinzi kwa maeneo ambayo hayakuwa yamechaguliwa ya Kursk na Belgorod na msimamo wao, Zelensky alisema siku ya jana, akikiria kuwa mapigano makali zaidi yanafanyika katika jimbo la Kursk na huko Donetsk. Ukraine pia awali ilikanusha madai ya Kremlin ikisema ya kuwa kauli hizo haziendani na hali halisi kutoka jimbo hilo. Operation za ulinzi za Ukraine katika baadhi ya maeneo ya Kursk zinaendelea, ambako wafanyakazi mkuu wa Ukraine walisema siku ya juzi, na kuongeza kuwa vikosi vya Ukraine viliweza kurudisha mashambulizi takriban 5 katika eneo la Kursk nchini Urusi. Hali ni ngumu, lakini vitengo vyetu vinaendelea kushikilia nyadhifa fulani na kufanya kazi kama ilivyopewa. Taarifa hiyo ilisomeka hivyo, ikielezea ya kuwa hakuna tishio la kuzunguka. Chanzo cha jeshi pia kiliweza kuripoti ya kwamba Ukraine inaendelea kushikilia baadhi ya maeneo katika jimbo la Kursk. Inakumbukwa Ukraine ilizindua uvamizi wake katika jimbo la Kursk huko nchini Urusi mwezi Agosti mwaka uliopita, ikiashiria uvamizi wa kwanza mkubwa wa eneo hilo huko nchini Urusi unaofanywa na vikosi vya Kiev vya kigeni tangu vita vya pili vya dunia, ambako operesheni hiyo inalenga kuvuruga mashambulizi ya Urusi yaliyokuwa yamepangwa dhidi ya mkoa jirani wa Sami na kuvuka vikosi vya Urusi mbali na eneo la mapigano huko Donbas. Urusi ilizindua msukumo wa kunyakua tena jimbo la Kursk mapema mwezi Machi, huko Ukraine ikilazimishwa kurudi nyuma katika eneo kubwa la awali ambalo ilikuwa imelishikilia katika jimbo hilo, hasa huko Sudza. Tarehe 26 mwezi huu, mkuu wa majeshi ya Urusi anayefahamika kama Valery Gerasimov kwa mara ya kwanza aliweza kukiri ushiriki wa wanajeshi wa Korea Kaskazini kwenye kampeni, akisifu ujasiri na ushujaa wao katika mapigano katika jimbo hilo. Nje na taarifa kutoka mkoani Kursk huko nchini Urusi, pia ripoti nyingine ambayo napenda nikufahamisha muda huu ni kuhusu kile ambacho pia waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Marekani Marco Rubio ameweza kuzungumza kuhusu mwafaka wa kusitisha mapigano baina mwa nchi ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Marco Rubio alisema ya kwamba wiki ijayo itakuwa muhimu kwa kuamua kama Washington itaendelea kuhusika katika juhudi za kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Shirika la habari la NBC News liliweza kuripoti hivyo. Marco Rubio alisema kuwa hiyo itakuwa wiki muhimu sana ambayo itabidi waamue ikiwa wanataka kuendelea kushiriki katika juhudi hiyo au ikiwa ni wakati wao wa kuelekeza mawazo yao kwa masuala mengine ambayo ni muhimu kama au si zaidi. Rubio alisema kuwa matarajio ya kufikia makubaliano ya amani yako karibu kuliko wakati wowote katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, lakini akikiri ya kwamba makubaliano ya mwisho bado hayajakamilika. Alipoulizwa ni muda gani rais wa Marekani Donald Trump yuko tayari kuzipa Ukraine na Urusi kufikia makubaliano, Rubio alikataa kuweka ratiba rasmi kuhusu swala hilo. Alisema itakuwa vibaya kuweka tarehe maalum. Rais ametumia muda mwingi na nguvu katika hilo na anadhani wamevileta vyama karibu zaidi ya ambavyo vimekuwepo kwa muda mrefu, lakini bado hawapo tayari. Aliongeza kuwa ingawa kuna sababu za matumaini, ni muhimu pia kubaki ukweli kuhusu jambo hilo.
Pia wakati wa kijiri bado Urusi imezidi kufanya mashambulizi huko nchini Ukraine, ambako saa chache ambazo zimekwisha kupita imeripotiwa ya kwamba wanajeshi wa Urusi waliweza kufanya mashambulizi matatu ya anga dhidi ya Kostiantynivka katika mkoa wa Donetsk na kusababisha watu takribani 3 kuuawa na kujeruhi wengine takribani 4. Ofisi ya mwendesha mashtaka kutoka mkoani Donetsk iliweza kuripoti hivyo, ambapo Kostiantynivka iliyoko takribani kilomita 10 zikiwa ni sawa na maili 6 kusini magharibi mwa jiji la mstari wa mbele la Chasiv Yar ilikuwa na wakazi wapatao takribani 67 kabla ya vita, ambako vikosi vya Urusi vimelenga makazi mara kwa mara katika jimbo la Donetsk kwa mizinga na mashambulizi ya anga ambayo mara nyingi husababisha vifo vya raia katika eneo hilo. Wakati wa mgomo mwendo majira ya saa 5 asubuhi, vikosi vya Urusi viliweza kurusha mabomu ya FAB-250 kwenye eneo la makazi na kuharibu nyumba takribani 21 katika eneo hilo. Miongoni mwa watu ambao wamepoteza maisha ni wenzi wa ndoa wenye umri wa miaka 47 na 48 pamoja na mzee wa miaka 78, pia wanawake wawili wenye umri wa miaka 67 na 73 na wanaume wawili wenye umri wa miaka 77 na 84 walipata majeraha kutokana na mashambulizi ya Urusi katika eneo hilo. Waligunduliwa na majeraha ya mlipuko, majeraha ya vipande na michubuko. Waendesha mashtaka waliweza kuandika hivyo. Wakati Ukraine inashinikiza kusitishwa kwa mapigano bila masharti kulingana pia na mapendekezo kutoka nchini Marekani, Urusi bado inaendelea kukata masharti hayo na inaripotiwa ya kuwa imeimarisha kampeni yake ya angani na operations za kukera katika mstari wa mbele wa kivita, ambako mashambulizi ya Urusi tarehe 26 mwezi huu pekee yalisababisha watu takribani 6 kuuawa na kujeruhi wengine takribani 28 kote nchini Ukraine.